Hili jengo hapa limeezekwa kwa nyasi. Ndiyo, hizo ziko juu unazoziona hapo ni nyasi halisi kabisa, na hili jengo lina idadi ya mbao za kenchi ambazo zimetumika hapo ni mbao 70 peke yake. Chini kuna tofali za blocks 1000 kamili, na kama utatumia tofali za kuchoma basi hapo zitaenda tofali 3500. Hili jengo lina chumba kimoja tu ambacho ni self, sebule pamoja na jiko lake. Sasa unaweza kutazama ramani kila tunapokuwa tunaziweka kwenye mitandao ya kijamii kupitia WhatsApp yako. Cha kufanya ni hivi: tuma message kwa WhatsApp, andika neno niunge. Namba ya WhatsApp ni hiyo inaonekana kwenye kioo cha simu yako hapo, ambayo ni 0758 260 690. Baada ya hapo tutakupatia linki, na ukishajiunga na WhatsApp channel yetu, ina maana kila tunapokuwa tunaziweka ramani mitandao ya kijamii, basi wewe utakuwa unazipata kupitia WhatsApp yako. Ni rahisi sana, lakini pia inarahisisha mambo mengi. Vitu vyote wewe utakuwa unavitazama moja kwa moja kupitia WhatsApp yako. Hiyo ndio connection. Ukisikia connection, basi ndio hiyo hapo. Sasa tuweze kurejea kwenye ramani yetu hii hapa. Kumbuka hili jengo limeweza kupauliwa au limeweza kuezekwa kwa nyasi. Nafikiri tunapokuwa tunazungumzia neno kuezeka, of course ni lugha ambayo tunaweza kuizuia katika namna ya kupaua. Sasa kwa nini imefanyika hivi? Ni kutengeneza kitu tofauti, lakini pia kuonesha kwamba kwa wale ambao watakao utaka kutengeneza apartments kwa ajili ya wageni kufikia, sio lazima utengeneze apartments na uziwekee bati. Sasa ukitaka kutengeneza kitu cha kipekee, basi hii ndio namna nzuri ya kufanya kitu chako kiwe chako na kisiweze kufanana na vitu ambavyo wamefanya watu wengine. Kwa hiyo hilo ukilizingatia, unakuja kutoa kitu kizuri sana, kwa sababu hili jengo ukilitazama lina vitu vyote vya msingi, kuanzia sebule, jiko pamoja na chumba ambacho ni self. Kama utahitaji kujenga nyumba zaidi ya hii katika kiwanja kimoja, ina maana unaweza ukajenga na baadaye ukaweka choo cha public kikijitegemea chenyewe upande wa nje, ili sasa yule ambaye hatakuwa akihusika na unit moja moja au atakaye kuwa hahusiki na jengo hili, basi anaweza kwenda kuamaliza haja zake huko katika choo cha public au choo cha umma, choo cha wote, sasa ambacho kinakuwa kiko nje ya jengo. Lakini ukifanya hivi au ukijenga majengo namna hii hapa, cha kwanza utawavutia wengi zaidi, lakini pia mtu atakapokuwa kitazama jengo lako atalichukulia katika namna ambayo ni simple, ila atakapofika hapo apate nafasi ya kuingia ndani, basi ndipo ambapo atajua kwamba yaliyomo yamo na kilichopo hapo ni kizuri na chenye kupendeza zaidi pengine kuliko vile ambavyo alivyokuwa akifikiria awali. Sawa? Na pia ramani huwa tunaandaa kulingana na mahitaji. Kwa hiyo hata wewe pia unaweza kuweka mahitaji yako hapo, tukakuandalia ramani yako. Na katika namna ya upauaji wa design hii, sio lazima sana utengeneze jengo ambalo litakuwa ni kubwa sana. Unaweza ukafanya majengo ambayo yanakuwa ni madogo madogo kwa namna ya chumba kimoja kimoja au zaidi ya hapo, na ukapaua katika mfumo huo, na bado ikakupendeza zaidi na likapendezea zaidi na likaonekana vizuri. Hata kama inakuwa ni nyumba ya kulala wageni, basi watu wanaona kuna haja ya kuja kukaa hapo, kwa sababu umekaa kiasili zaidi. Na huu ndio muonekano wa 3D wa picha halisi za jengo pale ambapo litakapokuwa limekamilika. Tunaweza kuandaa vyovyote vile ambavyo wewe utakavyokuwa unahitaji, namna yoyote ile ambayo wewe utakuwa unahitaji, kwa idadi yoyote ile ambayo wewe utakuwa unahitaji, na kulingana na ukubwa wa kiwanja chako. Pia tunatoa ushauri, of course, kwa kushauri ni kitu gani kizuri cha kufanya ili uhakikishe kwamba unapata faida kulingana na uwekezaji ambao unakuwa umeufanya, isije ikatokea hasara katika ule uwekezaji ambao sisi pia tumehusika kuandaa ramani yake. Na nikwambie tu kwamba kama utataka kupunguza gharama pia za ujenzi wa jengo lako ambalo wewe utataka kulitumia kama jengo la makazi, napo pia inawezekana, kwa sababu kwa maeneo mengine hizi nyasi zinapatikana kwa urahisi sana. Kwa hiyo kama zinapatikana kwa urahisi sana, unaweza ukawashangaza watu, ukapata kitu kizuri cha ramani, na bado ukaweza kukipaua kwa namna ambayo kidogo ni ya traditional au ya kienyeji, na bado ikapendezea na ikaonekana vizuri. Karibuni sana.